Rais wa Marekani Donald Trump amewataka Hamas kuweka silaha chini baada ya mashambulizi ya anga huko Israel. Shirika la Red Crescent la Palestina linasema shambulizi dhidi ya kambi ya kaskazini mwa Gaza liliua takriban watu 6, huku shambulio lingine kusini mwa ukanda huo likiua watu 5. Vikosi vya ulinzi vya Israel vinasema vilishambulia maeneo ya ugaidi kujibu ukiukaji wa usitishaji mapigano na Hamas. Wanamigambo waliuawa baada ya kuibuka kutoka kwenye handaki na kuingia katika eneo la ukanda huo na kudhibitiwa na jeshi la Israel. Israel na Hamas wanashutumiana kwa ukiukaji wa kila siku wa makubaliano ya kusitisha mapigano tangu kuanza kutekelezwa tarehe 10 mwezi Oktoba. Kitengo cha ulinzi wa raia wa Gaza kilisema watu 11 wameuawa katika shambulizi hilo, huku wafanyakazi wa hospitali ya Al-Shifa wakisema watu 12 waliuawa katika makabiliano ya risasi tofauti na mashambulizi ya anga. Wizara ya afya inayosimamiwa na Hamas inasema takriban watu 600 wameuawa tangu usitishaji wa mapigano uanze kutekelezwa. Takriban watu 32 wameuawa katika wimbi la mashambulizi ya anga Israel huko Gaza mapema mwezi huu. Mashambulizi ya hivi karibuni yametokea huku maandalizi yakiendelea kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani. Rais Trump alisema Hamas iweke silaha zake chini mara moja. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza bodi mpya ya amani ambayo ina mamlaka kutoka Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa kuanzisha kikosi cha mataifa chenye jukumu la kulinda maeneo ya mpakani mwa Gaza na kusimamia upokonyaji wa silaha kundi la Hamas. Bodi hiyo ambayo inatazamiwa kuwa na mkutano wake wa kwanza Palestina na ujenzi mpya baada ya vita. Kabla ya mazungumzo hayo, Trump alisema kwamba wajumbe wa bodi hiyo waliahidi kutoa bilioni 5 kwa ujenzi mpya wa eneo la Palestina. Hii ni Kawabe News.